mahali papo. Na tuketi ili tuweze kuomba. Ewe Mungu Baba, tunajikabidhi mikononi mwako, tukishukuru kwa wema wako kwa kutupatia uhai na tena kutupatia hii nafasi tuweze kusikiza neno lako. Tunaomba utuelimishe, utufundishe kuhusu kazi ilivyo vizuri na bora kwa maisha yetu ya huduma. Tunaomba utubariki na utuelimishe, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Babu Francis na ningependa kusema nimeokolewa na damu ya Yesu Kristo, na nashukuru kwa nafasi hii, kwa unyenyekevu sana kwa Mungu na kwa mchungaji na timu yake ya pastoral kwa kunipatia nafasi hii niweze kupeana neno. Na haswa leo mada yetu ya leo ni kuhusu kazi zetu kama huduma. Kazi zetu kama huduma. Kwa kawaida maisha yetu tuko na mgawanyiko mara mbili, maisha ikiwa ni maisha ya kiroho na ikiwa kuna maisha ya kikazi, ambapo maisha ya kiroho ni kama siku ya leo. Tumezoea kuwa Jumapili tumeitenga kuwa ni wakati wa kuabudu Mungu, na siku zingine kama kuanzia kesho hadi Jumamosi tunakuwa tumeitenga ikiwa ni wakati wa kazi zetu. Na ndiposa tunahimizwa kuwa katika maandishi ya Mungu hakunaga maandiko hayajaidhinisha hii migawanyiko miwili, bali tunaomba Mungu wa Jumapili, Mungu wetu wa Jumatatu na siku zingine zote, tukiwa tunamuomba akiwa Mungu wa kazi zetu, ofisi zetu, Jumapili zetu na hata siku zingine zote, akiwa Mungu wa mashamba, kazi zetu, duka zetu na biashara zote zetu zenye tunafanya. Kwa hivyo tunahimizwa kuwa kazini mwetu na kazi zetu zote tuage tunaitumia kama huduma kwa Mwenyezi Mungu. Na swali la kujidhamini hapa ni, je, wakati tumeomba na Mungu ametutendea mambo ile tumeomba, sisi huwa tunamfanyia nini? Na ndio maana tunahimizwa wakati hatuko huku siku za vile tulivyosema Jumapili kama maisha ya kiroho, siku ya kiroho ile tumetenga, tuwe tunatumikia Mungu kwa kueneza Injili. Injili hii kueneza ilikuwa ni agizo ya Yesu Kristo ambayo tunaipata kutoka kwa kitabu cha Matendo mlango wa 1 mstari wa 8, inayosema kuwa ni agizo wakati Yesu alikuwa anapaa mbinguni, aliacha kama ametupea agizo kuwa tueneze Injili yake. So tueneze Injili yake tukiwa kazini na tukiwa pahali popote hata baada ya kutoka huku. So hiyo ni amri yake ya utume ambayo nimesema ni Matendo 1 kuanzia mstari wa 8, na pia haya tunayapata katika Mathayo 28 na mstari wa 19. Yesu hakuwa anatoa ikiwa pendekezo, alitoa ikiwa amri ya kuhubiri Injili yake. So hii ndio inaitwa Great Commission. Ni kazi yenye tumeambiwa na Mungu tuwe tunamfanyia hata tukiwa kazini mwetu, na tutumie kazi zetu zikiwa kama huduma ya kueneza Injili yake. So kila tunachofanya tuwe tunafanya kwa utukufu wa Mungu, kama vile ilivyoandikwa kwa Wakorintho, barua ya Paulo ya Wakorintho ya kwanza sura ya 10 mstari wa 31, na pia imeandikwa kwa Wakolosai 3 mstari wa 23, atikuwa lolote tufanyalo tufanye kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo hitimisho ya hoja hii ni kuwa kazi si tofauti na huduma. Huduma ile tunafanya na kazi zetu si tofauti, bali ni sehemu ya utii kwa Mungu. Tukikuja kwa maandishi yenye tumesomewa na ambayo ni maandishi msingi ya leo,
ni Mathayo 4 mstari wa 18 hadi 22. Tunaona vizuri kuwa hatuhitaji mahali pengine ila tu huko kazini mwetu, wala tunahitaji kusudi jipya ili tuweze kueneza mambo ya Mungu na tuweze kufanya kama vile alivyohimiza, vile tumesema katika kitabu cha Matendo 1 mstari wa 8. So umuhimu wa maandiko hii ya Mathayo 4 inatuonyesha kuwa Yesu pale hapa alipata Petro, Andrea, Yakobo na Yohana. Hawakuwa wavivu, walikuwa na bidii. Hawakuwa wavivu, walikuwa wavuvi, walikuwa wanavua samaki. Wala hawakuwa sinagogini, walikuwa wako kazini mwao. So tukiwa kazini mwetu, ni vizuri pia tunashiriki kwa huduma ili tueneze Injili, na tukifanya hivyo, hiyo ndio mapenzi ya Mungu. So jambo la pili, tunaona Yesu alienda pahali walikuwa, na niko na hakika mchungaji na timu yake hawana uwezo wa kuenda makazini zetu na kupata marafiki zetu, wateja wetu na waajiri wetu ama wale tumewaajiri, kwa sababu hiyo kwao itakuwa gumu. Lakini sisi tukiwa pale makazini, tunahimizwa kuwa kama vile Yesu alienda pale kazini mwa kwenye walikuwa wanavua akina Petro, Andrea, Yakobo na Yohana, pia sisi tukiwa kazini mwetu tunahimizwa kuwa tueneze Injili yake. Na vile tumesema, swali la kujidhamini ni kujiuliza, wewe unafanyia Mungu nini? Kama unamuombaga na anakutimizia maombi yako yote, wewe unamfanyiaga nini? So ukiwa kazini mwako, kwa sababu sio watu wote wataweza kusimama kwa madhabahu haya, uwe unashiriki kueneza Injili ya Mungu, na hiyo ndio mapenzi yake. Jambo la tatu tunaona ni kuwa wakati alienda pale kwa wavuvi wale, walikuwa madugu wawili, mmoja na ndugu yake na mwingine na ndugu yake. Na hapa tunaonyesha kuwa na tunaona kuwa Yesu anadhamini sana mahusiano, na Injili yake inatiririka vizuri panapo mahusiano. Kama vile tulivyo hapa tukiwa madugu, inakuwa rahisi hata kwa kazini ukieneza Injili kwa wenye mko nao, kwa sababu mnaelewana na mko karibu nao na ni wale mnashidaga nao, inakuwa rahisi. Jambo la 4 ni uhusiano. Tunaona kuwa Yesu, uhusiano kwanza kisha mabadiliko. Tunaona kuwa kwanza Yesu alifuatilia uhusiano kwanza, kwa sababu hawa ni madugu. Uhusiano huo ndio kwanza tunahimizwa kuwa tuwe na uhusiano na Yesu Kristo na Mungu wetu, ndio tuweze kueneza mambo ya Injili yake. Na katika kitabu ya Kutoka yenye pia tumesoma, Kutoka ndio Exodus 31 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 11, tunaona mtu aliyekuwa anaitwa Bezaleli na Oholiabu mwenye alikuwa mdogo wake ama msaidizi wake. Walijazwa Roho Mtakatifu na hawakuwa wahubiri. Walijazwa Roho Mtakatifu ndio wafanye kazi ya Mungu. Hawakuwa manabii wala hawakuwa wahubiri, bali walikuwa mafundi. So hapa tunaona ubora wa kiroho. Na nilipokuwa nafikiria haya mambo, nilikuwa naona vizuri kama vile tunakuaga na chama ya kama ama CDC, vile wanafanya kazi huku, akina Steve, akina Kariuki, na vile wanaeneza mambo na vile wanafanya, hiyo ni kuonyesha roho ya Mungu inakuaga iko ndani yao. Hata kama hao si wahubiri, wanakuaga wamehubiri kwa njia kubwa sana hata kwa miaka ijayo, kwa kuwa vile wanafanya kwa kutuwezesha tukue na jengo kama hili ama tukue na tent kama ile, ni kuonyesha kuwa Mungu akiwa, roho wa Mungu akiwa ndani yao, hata kama hao sio wahubiri, wanakuwa wamehubiri kwa hata siku zijazo. So ubora, tunachoona ubora ama mambo yanaenda vizuri, tujuage kuwa hapo kuna uwepo wa Mungu. So Mungu ndio mwanzo na mwisho wa imani yetu. Hiyo nayo iko katika kitabu cha Wahibrania 12 mstari wa pili. Na katika kitabu cha Wakorintho 1, barua ya kwanza ya Paulo ya Wakorintho, aya ya 12 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 11, tumehimizwa pia kuwa karama
ni maonyesho ya huduma ya Mungu. Mungu anakuwaga ametupatia vipaji tofauti, na utofauti wa kazi zetu, udaktari, ualimu, uhadisi, sanaa, biashara, zote ni zawadi kutoka kwa Mungu, na zote ni zawadi kutoka kwa yule Mungu tu mmoja mwenye tunaabudu. Na zinakuwaga zimekusudiwa kuwahudumia wengine, sio zetu tu. Zinakuwaga zimekusudiwa zihudumie wenzetu, hawa wengine wote, na hiyo ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. So kazi yako wakati inapobariki wengine inakuwa ni huduma. Naomba nirudie hapo. Kazi yako inapobariki wengine inakuwa ni huduma. Hata kama ni kazi ya aina gani, wakati inabariki wengine inakuwa ni huduma. So masuala ya kujidhamini leo ni tujiulize, je, ni nani anaelewa wenzetu kazini kuliko sisi? Ni nani anaelewa wenzetu kazini kuliko sisi? Kwa maana tumeona kuwa mchungaji na pastoral team yake itakuwa gumu kuenda makazini zetu na kufikia marafiki wetu. Na swali la pili la kujidhamini ni nani anaweza kuwafikia vizuri isipokuwa sisi? Nani anaweza kuwafikia vizuri isipokuwa sisi? Na swali ya kujidhamini ya tatu ni tunaweza kuwa washirika bora kwa Kristo ama kuwa partners wa Kristo vipi? Kama vile tumehimizwa katika Matendo sura ya 1 mstari wa 8, tukue tunaeneza Injili. Hii haikuwa pendekezo kwa Yesu, bali ilikuwa agizo. Kila mtu yeyote ambaye anaamini Mungu, unamfanyiaga Mungu nini? Kama unamuomba, anakupatia kazi, anakupatia afya njema, wewe unamfanyiaga nini? Hiyo ndio maswali yetu ya kujidhamini leo. Na kwa hivyo tumeweza kuona katika kitabu cha Kutoka tunafundishwa kuwa Mungu anatia mafuta, kama vile nimeelezea. Kwa mfano, kupitia wenzetu amewatia mafuta ndio wakaweza kutimiza ama kutuelekeza tuweze kutimiza mambo kama ile tunaona huku, ambayo hiyo ni excellence. Excellence inamaanisha hiyo ndio ubora ile tunaona. So tunajulishwa kuwa na tunahimizwa kuwa tusiwe na wasiwasi, lakini tuwe tunajua kuwa Mungu anatia mafuta katika kazi zetu. Na katika kitabu hicho cha Mathayo 4 tumekuja kuona kuwa Mungu anatutuma kwa watu ndio tuende makazini mwao ama kwa vyovyote vile wamewekwa kwa njia zetu, ili tuweze kuwaelezea habari hii njema. Na katika kitabu cha Matendo 1 mstari wa 8 tumeona ya kuwa Mungu anatarajia ushuhuda wetu. Kwa hivyo wakati wote tutakapokuwa tunafanya kazi zetu, ni vizuri tuwe tunakumbuka kuwa hivyo ndivyo Mungu alivyochagua, na ni bora wakati tunafanya kazi tukumbukage kuwa hiyo haikuwekwa hapo kwa ajali, bali iliwekwa, Mungu alikusudia kuwa tukichanganyika, kwa sababu tuko na vipawa tofauti, tuage tunafanya kazi yake na pia tunaeneza Injili. So hiyo ni kumaanisha kuwa ama hitimisho ni kuwa kazi yako ni ushuhuda wako, ofisi yako ni madhabahu yako, na maisha yako ni mahubiri yako. Katika jina la Yesu Kristo, Baba na Mwana, naomba na kuamini.